Faith mwanangu, na kuonya na sitakuonya tena. Usijaribu hata kidogo kukuwa na mawasiliano na huyo Brayo. Nimeshukuru Aki. Sikujua kama utapata vitu zangu siku kama hii. Hello washikadau, ni Meja hapa na tuko na kazini ya Brayo na tuko na Faye na daktari, na kazini ya Brayo amesema ameleta documents za Faye ambazo Brayo alisema ataleta, lakini hajakuja na sijui sababu gani Brayo hajakuja na kazini yake amekuja. Labda unaweza tuambia mbona umekuja na Brayo ako wapi? Imenibidi mimi nikuje. Brayo ameogopa. Ameogopa daktari na ameogopa pia wife wake. So wako wapi? Yako kwa nyumba. Memwacha huko, lakini amenituma mimi. Amekupea kila kitu ambacho unafaa kuleta? Amenipea kila kitu. Then nimekuja na hizo. Daktari? Ndio. Kazini ya Brayo amekuja? Sio Brayo amekuja na amesema ameleta kila kitu, ni kweli? Ndio. Naona ameleta kila kitu. Ndio. Faye, vitu zako zimerudi? Nashukuru sana zimerudi. Unaweza ona? Mama? Daktari anaweza ona? Lasha. Hebu nikabidhi hizo vitu. Kuna funguo daktari? Funguo ndio ako nayo, hebu nikabidhi. Ndio, sasa hizi ziko sawa. Faith mwanangu. Vitu vyako hivi hapa. Viko sawa vyote. Ndio. Nimeshukuru Aki. Sikujua kama utapata vitu zangu siku kama hii. Nilikwambia nitakusaidia mpaka mwisho. Nilikuahidi na nimetenda. Nimeamini kama hata nimepata funguo za gari guys na documents za hizo maland tulikuwa tunabai. Nimeshukuru sana. Sasa sijui kama naweza angalia. Ziko sawa daktari? Ziko sawa kabisa. Sawa, nitaenda tu kuonya mbele. Ndio. Nimeshukuru sana Levis kwa kunisaidia. Mimi nitaka usaidike pia, watu pia walitaka wasaidike juu walisema Brayo lazima arudishe kila kitu. Na hivyo ndo tulifanya kwa comment zao, walisema Brayo arudishe na tukafanya hivyo. Na wakasema hakuna msamaha, na mliona hakuna msamaha kabisa, mliona vile Brayo alifanyiwa. Na mimi nawashukuru sana kwa ile support mnanipatia, nawashukuru tu sana na mzidi kufanya hivyo. Nawapenda sana. Mzidi kufanya hivyo, maana Brayo amerudishiwa kila kitu na tumeambiwa ameogopa kurudi. So tutafind out ako wapi, na labda tunaweza find out kama daktari akikubali, tunaweza angalia ni wapi. Na akikubali ndio tutajua. Si ni hivyo daktari? Ndio, naona yuko salama pale alipo. Ndio, naona ako na uoga kidogo lakini yuko sawa. Ndio. Na labda mimi nikushukuru sana kwa manake uliweza kuwa na sisi wali tulikuhitaji, uliweza kukuja na ukafanya ile ambayo unapaswa kufanya. Na tunashukuru kwa hiyo. Hata Faye amesema ameshukuru sana kwa sababu amepata vitu zake. Kila mtu anashukuru, hata watazamaji pia walisema lazima kila kitu ipatikane, na tukaahidi ya kwamba juu umefika kila kitu itakuwa sawa, na ndio hii kila kitu imekuwa sawa. Faye amerudishwa kila kitu chake. So guys, mimi nasema tu asante, mzidi kusubscribe na mshare na mcomment. Juu tunafuata comment zenyu vile mnasema na tutafanya vile mnataka hivyo. Na so kwa hujatuambia Brayo wako wapi, na umetuambia tu kidogo, hujatuambia amekutuma aje na mbona yeye hajakuja na mbona hajaleta na anapaswa kuleta ndio alikuwa na hivi vitu. Brayo kwa nyumba, but amenituma mpenzi wake amforgive, then kaa itawezekana warudiane. Waendelee kukaa pamoja cause alikuwa amemsupport. Pia nashukuru kwa hiyo. So alikuwa amesema kaa inawezekana waweze kurudiana na hata make call na yeye. Kaweze kuongea kiasi. Na shosho yenu alirudi sawa? Bado hospitali. Akaendelea na matibabu polepole. Lakini very soon atakuwa poa.
atakuwa poa na daktari alifanya kwa hivyo. So sidhani kama atakuwa poa kabla hajaona daktari, kama kabla mjana familia yenu haijaanza kuona daktari. Open daktari. Ndio maana nimesema tunapaswa kuenda, kwa kikubali tutakuja na sipokubali pia tutakuja. So kini I think doctor atafanya mambo yake. Alafu ni wewe muongeleshe vizuri, sio I think anaweza kataa shaka kabaki wewe kitanda huko. So, Meja. Doctor Ndio. Haja yangu ilikuwa ni kuregesha vitu vya huyu mwanadada. Kwa hivyo huyo nyanyake sina shida naye, atarudi sawa. Ndio. Umesikia umesema atarudi sawa. Nashukuru doctor. Kinika ni adhabu ashapata, saizi rudia hiyo kosa tena. So nilikuwa nimeshasema kwa naomba waweze kuongea na huyu wanaka watarudiana. Hilo haliwezekani. Faith mwanangu, uko tayari kurudiana na mmeo? Hilo haliwezekani kabisa, usijaribu hata kidogo. Siwezi jaribu. Watu wanadili, ukirudi kule sasa watakubaliza kabisa. Usijaribu, mimi nataka tu utulie, urudi kule Ulaya, uendelee na kazi zako. Ndio. Sawa, si yako na bibi na mtoto? Najua atakupigia simu, asije akajaribu, asije tena akakwambia uende kule alafu kubaliane naye. Sitakubali. Manake naona atakupigia simu. Atajaribu kutafuta kabisa. Ndio. Kwa hiyo akinipigia simu ni mblock ama? Umblock kabisa, usijaribu kuongea naye, sitaki mawasiliano yote kati yako naye. Usitishe kabisa mawasiliano. Ndio. Daktari, nasikia. Lakini doctor, sinadhani hii mambo imeisha sasa. Forgive. Kama nilivyosema pale mwanzo, haja yangu ilikuwa ni kusaidia huyu mwanadada, vitu vyake virejee na kila mtu aishi maisha yake. Maanake kule huyu mwanadada stahili hata kidogo. Because already ashapata funzo. So sidhani kama anaweza fanya hiyo makosa tena. Faith mwanangu, na kuonya na sitakuonya tena. Usijaribu hata kidogo kukuwa na mawasiliano na huyo Brayo. Ndio, na usijaribu tena kukuambia turudiane naye. Ikiwezekana block kabisa, usitishe mawasiliano. Nakusikia. Ndio. Ndio mwambie Brayo atafute bibi yake na mtoto. Msinizoee ama kunipigia simu. Mambo zenu nimeacha, nyinyi ni wachawi, mmelaaniwa, mtaki kuchoka, mnataka tu pesa ya watu mnafanyia kazi. Mambo yenu hapana. Wewe mwenyewe uko unamzoesha support yako. So sidhani kama atavumilia kwa baada mwenyewe atakuja na atakutafuta. Atanitafuta juu anaona nimechukua kila kitu, amebaki amesota. Kwa hiyo enda chukue bibi yake wa asol na mtoto wale. Mimi asinitafute. Hadi bibi yake sidhani kama atarudiana. Saizi yeye anasema anataka mrudi pamoja na mwanze life upya. Nataka nirudi tena juu nikaa hapa mwezi, tena nirudi nianze kumtumia pesa hakuwe na huyo bibi yake. Mambo yenu sitaki tena. Nenda mfanye kazi yenu, mtafute pesa zenu, mwache kuzoea pesa za wasichana. Ndio, huyu kijana hataki kuchoka kabisa. Ndiposa na kutafuta. Anataka urudiane naye, lakini hakutaki wewe, anataka mali yako. Siwezi jaribu. Dokta, hiyo ya mali, I think saizi ako na lesson ashasoma. Mbona unamtetea ama unataka kurudishiwa gari? Hapana, sijamaanisha hivyo. Kwa tunataka kurudishwa kia gari. Yeye anataka kia gari. Hapana, si. Sasa hizo unajua utatembea, utahave kutembea. Stories zao hata sizisikiza. Mtajifunza kula jasho lenu. Unaogopa kutembea? Unasikia kijana? Mtajifunza kula jasho lenu. Usijaribu msichana hata kidogo. Stories zako siwezi tena. Ama pia unataka nikupe adabu? Hapana dokta. Yeye naogopa. Nyamaza hivyo hivyo. Okay guys, mbona vile kumekuwa na vile kumeenda. Thanks sana kwa your support. Mimi nawashukuru tu sana mali mmetufikisha hapa. Kasi nyinyi hatuko tumefika hapa. But ni support sana, mimi nashukuru, na mzidi ku-comment na kushare na kufanya kila kitu ambayo inapaswa kufanya. Mimi nitaendelea tu kwa thank, nawapenda sana. So daktari, maybe kama uko na kitu unaweza malizia, mafika uko na kitu mnaweza malizia. Ndio, mimi pia nakushukuru Meja kwa kunitia hii kazi. I think nimeifanya ipasavyo. Na ukiwa tena na kazi nyingine,
uniite tena. Ndio. Mimi taweza kuita dokta, manake nakuamini sana, naamini kazi yako. Na ukikuepo hakuna kitu ambacho kitaharibika, kama ukikua hakuna kitu kitaweza kuharibika. Kabisa. That's why mimi napenda kuita katika kazi. Nikikuwa na kazi yoyote mimi nakuita, na najua utaweza kuishughulikia poa na itaweza kukamilika vizuri, kama hii ambayo tumeweza kuifanya na imeweza kukamilika na kila mtu amepata haki yake. Kwa hivyo mimi nakushukuru tu sana. So guys, mbaki poa, nawapenda sana. Mshare, mcomment, msubscribe, mfanye ile kila kitu ambacho napaswa kufanya. Mimi nawashukuru na muendelee kunisupport.